Asante. Kwa jina naitwa Mhandisi Yusuf Shabani, ni manager wa TARURA wilaya ya Momba. Karibuni. Na wilaya yetu ina halmashauri mbili, kwa maana ya halmashauri ya mji Tunduma lakini na halmashauri ya wilaya ya Momba. Kwa hiyo kwa ujumla tunahudumia halmashauri mbili. Na kwa halmashauri ya mji wa Tunduma tuna barabara zenye urefu wa kilomita 230.5, lakini halmashauri ya mji wa Momba tuna barabara zenye urefu wa kilomita 649.21. Kwa ujumla wake tunahudumia mtandao wenye urefu barabara za kilomita 879.71. Kama taasisi tumekuwa na utaratibu wa kuzihudumia barabara zetu, kwa maana sasa ya kufanya matengenezo ya kawaida, kufanya miradi ya maendeleo, na kimsingi kwa sasa tunapokea bajeti kutoka katika maeneo mbalimbali. Tuna bajeti inayotokana na fedha za matengenezo kwa maana ya road fund, lakini pia tuna bajeti inatokana na mfuko wa jimbo, kwa maana kwa kifupi wanaita ni mfuko wa jimbo au constituency fund kutoka serikali kuu. Lakini pia kwa sasa kuanzia mwaka 2023 tumeanza kupokea fedha zinazotokana na tozo ya mafuta kwa maana ya fuel levy. Fedha hizi zimetusaidia kufanya kazi kubwa sana, hasa kufungua barabara nyingi na kuzifanyia rehabilitation barabara ambazo kimsingi huko nyuma zilifunguliwa na zilikuwa ziko kwenye hali mbaya sana. Katika wilaya yetu ya Momba tuna kanda mbili, kwa maana tuna kanda tatu kwa ujumla wake. Kuna eneo letu la mji wa Tunduma, lakini kuna ukanda wa juu kwa maana ya halmashauri ya mji wa Momba, lakini kuna ukanda wa chini. Ukanda wa chini ni eneo ambalo liko halmashauri yetu, makao makuu ya halmashauri yetu katika mji wa Chitete. Eneo lile lina changamoto kubwa kutokana na jiografia yake. Kuna mito mingi ya kutosha na barabara ziko katika hali ambayo tunaendelea kupambana nazo kuhakikisha kwamba zinapitika kwa kipindi chote cha mwaka. Kupitia fedha zetu za mfuko wa jimbo katika halmashauri ya wilaya ya Momba tumefungua barabara almost karibu kilomita 50 mpaka sasa. Barabara mpya kabisa ambazo hazikuwepo tumeendelea kuzifungua. Lakini kupitia mfuko wa fedha ya mafuta tumekuwa na miradi mikubwa miwili ya kimkakati. Kwanza tumekuwa na mradi wa kupunguza mlima barabara ya Ikana Makamba, ambapo nafikiri mmepita na mmeona kitu ambacho tumekifanya. Tumepunguza ule mlima ili kuhakikisha sasa tunafungua mawasiliano kati ya eneo la ukanda wa juu na ukanda wa chini kutoka makao makuu ya wilaya. Eneo lile lilikuwa halipitiki, magari yalikuwa hayawezi kufika kwa urahisi, hivyo wafanyabiashara walishindwa kusafirisha mazao yao kutoka ukanda wa chini kuleta ukanda wa juu. Lakini kwa sasa tumepunguza ule mlima kwa kiasi ambacho magari sasa ya wafanyabiashara yataweza kutoka ukanda wa chini ambao ni ukanda wa kilimo na kufika juu ambapo ni ukanda sasa wa kibiashara, kwa maana ya kufikisha mazao maeneo ya masoko. Kazi ile inaendelea, na kwa kupitia fedha zetu za mfuko wa mafuta tunaendelea kuweka pale vizuri hasa eneo la mlima. Tuna plani ya kuweka hiyo rigid pavement ambayo ndio mkandarasi kwa sasa yuko site anaendelea na shughuli. Tutaendelea kufanya hiyo kwa phase kwa kadri ambavyo tunaendelea kupata fedha. Lakini pia kwa kutumia fedha hizo za mfuko kwa fedha hizo za mafuta tuna mradi mwingine mkubwa kabisa wa kimkakati. Kuna daraja la Msangano kutoka makao makuu ya Chitete, ilikuwa ni bottleneck kubwa kabisa. Tuna daraja la spani ya mita 54 na linajengwa na mkandarasi Rukolo, na kwa sasa tuko karibu 50%. Nafikiri na kwenyewe tumepita, tumeona kazi inaendelea. Eneo lile pia ilikuwa ni changamoto kwa maana ya mawasiliano kati ya ukanda wa kibiashara kwa maana ya mji wa Tunduma na ukanda wa chini kwa maana ya makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Momba katika mji wa Chitete. Kwa hiyo tukifungua daraja lile litakuwa sasa limeunganisha pia na kurahisisha za shughuli za kiuchumi kwa wakazi wa Chitete kuja kuleta shughuli zao, bidhaa zao, hasa mazao yanayolimwa huko chini eneo la Kamsamba na kwa ujumla kata ya tarafa ya Ndalambo na tarafa ya Kamsamba. Mazao yote kwa sasa yanalazimika kupitia barabara ya Mlo Kamsamba, ambapo sasa inakuwa ni nje ya halmashauri. Kwa kiuchumi tukimaliza daraja lile ambalo we hope mpaka mwezi wa 9 mwaka huu tutakuwa tumemaliza na kuifungua barabara, na sasa wakulima wote ambao wanalazimika kusafirisha mazao yao kupitia Kamsamba sasa kutoka Kamsamba kwenda Mlo hawatafanya hivyo, na badala yake sasa watapita moja kwa moja na kuja katika eneo la kibiashara ambao ni mji wetu wa Tunduma. Kwa hiyo tunaendelea kupambana na kuhakikisha sasa tunapambana ili sasa barabara zetu ziweze kupitika na daraja hili tuliweze kuisha na kurahisisha shughuli za kiuchumi na kibiashara kwa wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Momba. Kwa hiyo kwa kifupi hiyo ni overview ya TARURA kwa maana ya mikakati na barabara ambazo tunazihudumia. Tukianzia kidogo na tumeona katika mji wa Tunduma
barabara za lami na kuna taa ngapi, mjenga kilomita ngapi? Yes, mpaka sasa katika mji wa Tunduma ni eneo la mjini kwa sababu ni Tunduma, wanaita Tunduma TC. Kwa hiyo ni eneo la mjini ambapo maeneo yote ya mjini tumeweza kupambana kwa kutumia hizo fedha za mafuta pia na fedha za jimbo na fedha za maendeleo ambazo tulikuwa tukizipata huko nyuma. Tumejenga barabara za lami. Kwa sasa tuna almost mtandao wa lami, barabara za lami kilomita 23 na taa ambazo tumeziweka katika mji wetu wa Tunduma, tuna taa pisi 179. Na mpango uliopo kwa sasa kupitia bajeti zetu zilizowasilisha kwenye baraza la madiwani katika mji wa Tunduma, tumekubaliana na fedha za mfuko wa jimbo kwa sasa kwa maana ya mwaka wa fedha 25-26 zote ziende kuweka taa za barabarani ili kuhakikisha sasa mji wetu wafanyabiashara watafanya biashara kwa muda mrefu na mji utakuwa una mwanga hasa wakati wa usiku. Kwa sababu barabara zote ambazo tumeshaweka lami sasa tutaziwekea taa za barabarani ili kuhakikisha sasa shughuli za kiuchumi zinaweza kuendelea hata kwa kipindi cha usiku. Kwa sasa maeneo yale tumeweka taa, wananchi wanafurahia na baadhi yao maeneo ya mjini wanaendelea kufanya hata biashara zao hata kwa kipindi cha giza kwa sababu taa hizi zinawasaidia kufanya shughuli zao za kiuchumi.